Aya, twende. Si swali bali katika hali ya kujadili kuhusiana hii swala la Krismasi. Ni kweli ni swala ambalo limekuwa nyeti katika imani ya Kikristo, ambao watu wengi wanaamini kwamba ni jambo ambalo ungestahili kulifanya. Na ni kweli katika imani tulio nao, watu wanapoona mambo yanapofanyika pia nao upendelea kufanya hayo maneno, lakini pasipokuwa na Kristo fahamu. Ni kweli katika hiyo Yeremia ambaye inasema kwamba je, uone wanapotenda katika miji ya Yuda. Ni kweli Yuda inayafanya haya maneno. Yuda ndio mwanzilishi wa haya maneno. Nilikuwa inafanya kumuelekezea nduguye Yerusalemu. Tuseme kwamba kwa mfano tuone kwamba Yuda ni watu ambao ni watu, kwa mfano kama mimi kwangu naona kwamba Yuda ni watu wa Sunday ambao wanafanya haya maneno. Na wanafanya haya maneno kutuelekeza sisi Yerusalemu kama watu wa Sabato pia tushiriki pamoja na wao katika hayo mambo. Na kuna wakati nikiwa katika kazini mwangu, katika kazi ya bodaboda, mimi nilikuwa pale na mwenzangu alikuwa pale kama msevende, yani watu wa nomino. Akauliza Muislamu, nyinyi Waislamu katika sherehe zenu nyinyi mnatuita, lakini katika sherehe zetu za Krismasi nyinyi hamkuji. Nilishukuru ndugu huyo alianza kuelezea, akasema ya kwamba nyinyi wa Kristo nyinyi msherekea vitu ambazo hamjui. Akanukuu Yeremia 52 verse 31. Akanukuu hiyo verse Yeremia 52 verse 31. Akasema hivi, akasema hata ikawa katika mwaka wa 37 wa kuhamishwa kwake Yoakimu mfalme wa Yuda, katika mwezi wa 12 siku ya 25 ya mwezi, Evil-Merodaki mfalme wa Babeli, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, akamunua kichwa chake Yoakimu mfalme wa Yuda, akamtoa gerezani. So huyu Muislamu akasema kwamba nyinyi tarehe 25 mnasema mnasherehekea Christmas, na sisi tunaona kwamba yeye aliyetoka tarehe 25 mwezi wa 25 ni Yoakimu. So nyinyi mnasema kwamba mnasherehekea Christmas. Nikaanza kumwelezea huyu ndugu, nikamwambia kweli ndugu, umesema vyema, na unaposikia Wakristo usidhani kwamba ni Wakristo wote. Nikaanza kumwambia ndugu, ni kweli Christmas watu sherekea, lakini lazima ujue kwamba wanasherekea nini. Kwa sababu ni kweli, nikamwambia kwamba Yeremia akionyeshwa maono kuhusiana na mambo kama hayo ya tarehe 25, aliona kweli watu ufanye mambo hayo tarehe 25. Na tunapotoka katika Yeremia, Mungu tena akamuonesha Ezekieli maono jinsi wanavyofanya, kwa kwamba yeye aliyezaliwa tarehe 25 bali si Kristo bali mwana aitaye Tamusi. Kwa hiyo ndugu huyu anasema kwamba kweli wewe tunaweza kubaliana na wewe katika maandiko, kwa sababu kwamba unaelewa. Kama ndugu, unaweza kuwa umeelewa neno lakini unaelewa kitabu lakini hujaelewa vitabu. Kwa sababu unaposoma kitabu kimoja uweze elewa Biblia, ujue kwamba mtazamo wa Biblia ni upi. Sio kwamba huwe mtu mwenye unasoma vitabu ndio upate ufafanuzi wa hizi haya. Ndio kwamba watu ufanye maneno kinyume pasipo kufanya nini? Kuelewa. Hata kama dada Witi alionyesha kwamba kuhusu mambo ya Krismasi, kwa ile mtazamo ambao aliyekuwa nao, tunaona kwamba ilibidi ifanyike hivi kwa sababu ya nini, ya station na watoto jinsi wanavyofanya kwamba, lakini ingekuwa ni shauri ya kwamba sisi kama Wakristo tuwe watu wenye kusoma vitabu zaidi. Tusome kitabu na tuchukue hiyo kitabu kimoja hiyo tunajigaidi nayo. Tuwe tusome haya maandiko, tuone kwamba nabii huyu akionyesha haya maono na ule nabii wa pili alikuwa anaonyesha nini, ili tusije tukajipata katika situation ya kusherehekea mambo ambayo si mazuri, kwamba tuelewe Christmas ni nini na vitu hivi vinakuja kwa sababu gani. So tuwe watu wenye kusoma vitabu wala sio kitabu, ili tuelewe mambo haya kwa undani. Asante. Kwa hivyo ulikuwa unachangia. Barikiwa sana. Kwa hivyo tujibu swali yake. Alafu alikuwa anasema Mkristo wa kweli tutajuaje? Ndio. In the context ya Christmas. Unajua sasa tumesoma Spirit of Prophecy, tumekubaliana kwanza. Hebu nione kama tumekubaliana na tumeelewa. Ellen White alikuwa anapeana counsels kulingana na wakati wake na situation ambayo ilikuwepo. Ni kama Paulo anasema kwa Wayahudi tukue kama nani? Nikuulize, Paulo akisema hiyo kitu, injili ilikuwa imeshaenda dunia mzima? Kwa imefika? Si unaona mazingira ilikuwa imejaa Wayahudi. Ndio unaona hata Yesu anapotoa the parable of the rich man and Lazarus,
Unajua watu wa Sunday wameshindwa kuelewa Yesu, and Jesus was the greatest prophet, si ndio? Yes. Unajua wameshindwa kumelewa. Yesu anatumia mfano wa Abraham kwa sababu ya mazingira. Mazingira watu walikuwa wameamini Abraham sana. Sasa ndio naona lazima atumie hiyo. Ndio naona watu wanatuuliza kwa nini Yesu alikula Pasaka? Kwa nini Yesu alitahiriwa? Umesikia watu wakiuliza? Lazima hizo vitu wangefanya, maana mazingira. Hata kama in the New Testament tunaambiwa circumcision availeth nothing but the keeping of God's law. Kwani Yesu hakujua? Nikuulize, Yeremia 4:4 Yesu hakujua? Hakujua? Hakujua na Deuteronomy chapter 30 verse 6? Alijua, na kwa sababu hiyo ni mambo ya community, ni mambo ya Wayahudi. Yesu lazima angepitia hizo vitu ili kuwaonyesha ya kwamba yeye kwanza hajapuuzilia sheria ya Musa. Ndio naona Galatia 4:4 nasema ulipofikia utimilifu wa wakati Mungu alimtuma mwanawe akazaliwa chini ya hiyo sheria. Kwa hivyo na yeye alifuata hata kidogo ili asionekane na yeye yako kinyume, si ndio? Chini ya hiyo sheria akatii tu kidogo, lakini si kwamba kule kutii kwake kwa hizo vitu ilikuwa inaonyesha ya kwamba yeye sasa ameziunga mkono. Hapana. Alikuwa anataka kufikia kipindi ambacho atawafundisha. Are we together? So tunapozungumza kuhusu Christmas, Wakristo wa kweli na Wakristo wa uongo, hiyo italingana na nuru ambayo mtu wako nayo. Siwezi kuhukumu mtu. Kwa maana our entire communities, mahali tumetoka, watu wanasherehekea Christmas. Na kuna watu kuona hata ile sauti ya yule mama ilikuwa na trend sana, huyo Western Christmas. Ati sasa kesho ni mapochopocho hapa kutakalika. Wako kwa Salvation Army. Kesho ni mapochopocho, chapati, soda, biscuit tushatayarisha. Huyo mama utamhubiria aje ujumbe wa malaika watatu bila kumkwaza na kuelewe? Haya, hiyo ni kijiji yote, kijiji. Huko hakuna SDA. SDA ni kuhesabu ni kanisa kamoja na kako pale kadogo. Na hiyo ni community yote. Na 24 watu wanakesha. Hiyo community. Unaweza jipata kwa situation ngumu, rafiki zangu. Sikilizeni, mnafaa kuelewa huyu nabii. Huyu nabii si kwamba naunga mkono. Na unajua hiyo community yote kwa sababu wanasherehekea Christmas, kwani wamepotea? Ndio kumaanisha si Wakristo wa kweli? Wewe na wauliza, si Wakristo? Kuna watu wanafanya hizo vitu na hawana habari. Huwezi conclude wewe kama wanadamu ya kwamba huyo si Mkristo. Hiyo huwezi kufanya hiyo. Lakini wakati Mungu anafikishia mtu kweli na anaona hii ni uongo na hii ni ukweli, basi hapo ndio maneno yanaanza. So tusikue wa haraka pia kuhukumu watu kwamba hawa watu wamepotea, wanasherehekea Christmas. Saa zingine Mungu anatupatia hekima ya kuweza kudeal na watu kwa society. In as much as we have the third angel's message, to present the truth. But whenever you get to a community, tunaambia kama wahubiri, tukiingia kwa community ambayo Ukatoliki ndio imejaa, si ndio? Hao ndio wengi. Kanisa ya SDA ni kamoja na ni kadogo, iko na watu 10. Hao wengine wote ni Wakatoliki. Utaanza kuhubiri aje hapo? Time and place. Utaanza na pembe mdogo. Utaanza direct mwanamke kahaba, kwanza leo watanijua usiku, si ndio? Utasikia Land Rover ya OCS ishafika. They cannot accept. So ndio naona hata ukiangalia maandishi mengine ya Dada White katika vitabu vya testimonies anasema how to reach the Catholics, how to reach the pastors of other denominations. Si kwamba wamepotea. Dada White anasema the Lord has his children in these churches. Mungu wako na watoto wake huko. Kwa hivyo hata tunapohubiri saa zingine Mungu anatuita tuwe na roho ya huruma kidogo. Si blast tu watu, si ndio watumishi? Ala. Mimi nikihubiri saa zingine nawaambia mama yangu wako huko. Na mimi nikiwaambia hivi msione hata napoesha hata mama yangu hata baba yangu bado. So the issue ya kugauge a true Christian from a false kwa sababu ya Christmas, hiyo tuondoke. Tuachie Mungu hizo vitu. Because kuna watu wako sincere. Do you know kuna watu wa Sunday wanapiga magoti wanaomba na Mungu anawasikia. Unajua kuna wasabato waamini. Mnaamini hivyo? Wako wengi tu na ni watu wa Mungu. They are very sincere katika hiyo kidogo wanajua. Unajua kuna watu wa Jumapili na watu wa Catholics wanatumikia Mungu kwa moyo wao wote kuliko wana matengenezo na wasabato wengi.
Kwa nini leo tukisema tuchangeni pesa ya mahubiri unakuta ni 1,000 imetoka na watu ni 500? Hebu peleka hiyo kwa kanisa ya Sunday. Tunachanga 1,000 imetoka zaidi. Wako na upendo mwingi. Kwa hiyo uongo yao bado wako na huruma na upendo. Hata kama wako kwa uongo na wengi hawajui, wako na upendo na huruma. Si tuko pamoja? Kwa hivyo mimi siwezi kujaji. Siwezi kusema huyu amepotea kwa sababu ya hiyo siwezi kuingia hapo. Hiyo hata Mungu atanihukumu. Siwezi kabisa, I cannot. That is a dangerous ground to trade in. Kwa sababu Mungu ako na watu wengi, they are very sincere. Wakina Cornelius, wakina nani yule mwenye alichukuliwa na Priscilla na Aquila in Acts chapter 18, mwenye alichukuliwa kando na alikuwa na ubiri Kenya anajua Mungu alimtumia. Unaona hata hawa wanahubiri kwa matatu. Unajua wahubiri wengi wanahubiri kwa magari hapa, si wengi but kuna wale wachache wako very sincere. Hata ukimsikiza, ukikaa tu unasikiza huyu jamaa ako sincere. Ni vile kidogo tu amepotoka kidogo katika mafundisho, lakini huwezi kusema amepotea. Pengine hiyo ndio nuru ako nayo. Hiyo ni Acts chapter 18 verse 24. Kulikuwa na jamaa anahubiri hivyo, Mungu akatuma watu wawili, chukueni huyu jamaa. Apollo alichukuliwa akafundishwa zaidi na akafundisha ukweli. Niwapatie story moja. Jana tulikuwa pale Sheria House, nilikuwa naenda kutafuta stakabadhi zingine za mambo ya imani kidogo na kanisa na vitu zingine. Tulikuwa pale, so wale watu wako kwa ofisi wakatuambia kaeni hapo kidogo. Najua mimi nimekaa hivi sasa, sijui nimekaa na akina nani, kumbe wao mapasta wa Sunday hata wao wamekuja kutafuta vitu zao. Tukaitwa, pastors kujeni. Watu wanasimama na masuti zao na matai. Mimi sasa yeye niko na kashati kangu tu na kajacket, nimevaa vizuri tu, nimeingia kukaa hivi. Yule jamaa akaniuliza maswali, salama sana, na wananisikiza. Unajua kutoka nje, unajua tulipatana mahali tena tukienda, pastor habari yako? Salama, barikiwa sana, asanteni sana, Mungu abariki. Mungu kanisa gani? Ananiuliza, na mimi nikamwambia wana matengenezo wa Sabato. Sawa. Na wewe? Sawa. Unajua tulifanya urafiki mpaka tuka exchange telephone numbers. Aniambia natokea Kitengela sijui nini. Nikamwambia sisi tunapambana na Waislamu na ujumbe wetu. Nikampatia Biblia Nuru ya Dunia, nikampatia Present Truth Loud Cry Ministry, nikamwambia ingia YouTube uone ujumbe wetu. Ni tofauti kidogo lakini tunashukuru Mungu. Naona tukatengeneza urafiki. Wewe uniambia ningetoka hapo niseme na hata nyinyi ni watu wa Sunday bwana. Unajua mmepotea. Mmepotea sana. Na unaenda wapi na hii suti yako? Na vile mmepotea na hamujui. Unaona? Ndio kuna watu wako na kiburi. Tuondoe hiyo, Mungu ataturuhusu. Kwa hivyo Ellen White was speaking in his time, her time period, circumstances. Mfano, kuna kitu dada White alisema pia kando na hizo Acha nikuulize kama wewe utafanya hiyo. Uko tayari? Bwana, mko tayari? Kabla mjaniambia kama mko tayari, wangapi walioga leo asubuhi? Wenye dhambi wote niwaone. Wangapi? Ulioga Sabato? Na roho nabii imekata. Si unaona, those are controversial statements. Hatuwezi kuzileta kwa kila mtu Nilikuwa naonyesha mwingine pia. Hizi statements za dada White ni muhimu tuzisome. They are true but tunazisoma in context. Nilikuwa naambia mtu mwingine, mtumishi, wewe umejikaza hapa Nairobi ukiambia watu, you see the health message is true si ni reality. Tunaambiwa na dada White, of those who are waiting for translation, flesh eating will eventually be done away with. Hiyo ni ukweli, hiyo statement. Tujitahidi tufike hapo, si ndio? Lakini sasa tuko na kibarua naona utaenda kwa Wamasai uambie umehubiri kwa Wamasai wewe. Mimi huko ndio nilianza mission yangu. Huko Kajiado KMQ ndani, mahali hakuna mtu anavaa nguo nyingine, ni shuka watu wamejifunga. Na unapita na ng'ombe wengi, jioni imechinjwa pale ndio wanakula. Huko hakuna mboga bwana. Ende umwambie flesh will be done away with. Nikuulize, utabatiza wangapi huko? So unaona, to some extent kuna mambo mengine tunaachia nani? We are not to judge people on what they are eating or drinking. We are to show them the dangers wale wako. Ndio dada White anasema I would not
suggests that we make the use of flesh a test of fellowship. But I would suggest that in the countries where we have plenty of grains, nuts, fruits and vegetables, wale wako kwa hizo nchi wanafanya makosa. Unaona hiyo council vile nenda? Ana suggest ya kwamba katika nchi ambazo matunda ni nyingi, mboga nini, variety, waachane na nyama kwa haraka. Hakusema ya kwamba hiyo sasa ikuwe ni dunia mzima kila mtu awachane. Wewe utakosana na watu bwana. Mambo mengine hubiri ujumbe malaika watatu, achia Mungu. Vile Mungu ataendelea kusaidia kila moja, ondokea hiyo maneno. Mimi hivyo ndio naweza peana hiyo counsel. Mimi personally am a vegetarian. Leo ukienda Kongo, ukienda wapi? Unajua kuna nchi ambazo hazina nini, jangwa, hazina desert. It's green everywhere. Wewe mboga huko zimejaa bwana. Sasa watu wanaishi Kongo belt, tunakula nyama ya nini na matunda zimejaa. Na mboga na grains. Huko ni watu wanalima, unalima hivi inanyesha, imemea hivi. Si kama hapa Kenya mnatumia. Huko wewe. Hiyo Equatorial Rainforest, chakula ni mingi. Ni kama watu wanatoka hapa Kisii. Nyama unakula ya nini Kisii? Na avocado unashana na kichwa yangu kamoja. Kuna msimu wa maembe, kuna msimu wa machungwa, kuna njugu nini. Hiyo nchi ilibarikiwa. Unaona watu bado wanachinja kondoo. Sasa hiyo quotation ni yenu. Usipelekee Masai huko wako na shuka, wakitembea hivi ni mavumbi zinamfuata, ati wacha nyama, mupatie mboga basi. Si umpelekee mboga. Huko na kibarua. Si unaona huko na kibarua? So time and place must be considered. Usiwahi judge mtu kwa sababu anakula hii na wewe ukule. Waachana na hiyo vitu. Mimi zamani ndio lilikuwa hivyo. Na mimi sikuambii wewe ukule takataka wewe uko Nairobi wewe. Watu wasinichukulie vibaya. Don't judge a person's faith basing on Kenya anakula na anakunywa. Wachia Mungu hizo vitu. Wewe hubiri ujumbe malaika wa kwanza, waonyesheni the health message is true. Lakini kumshurutisha na kumlazimisha na kumjaji, wacha, usiingilie kwa hiyo maneno. Tumejibu hiyo maneno vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu kingine nafaa kuzungumzia kabla sijatoka hapa. Na wauliza, kuna kitu kingine? Kuna rafiki yangu mmoja ako huko nchi za Saudi Arabia. Nilikuwa naongea naye. Hebu acha niwaulize swali. Kuna jamaa mmoja ako nchi ya Germany juzi, tulikuwa tunaongea naye kwa WhatsApp, ilikuwa saa 3 usiku. Si ilikuwa saa 3? Kinipigia. Niambia mtumishi, unajua ametoka Kenya. Sasa nataka niwaulize swali alafu niwaachie. Bwana asifiwe. Hatujibu saa hii. Ni saa 3 usiku. Nairobi ni giza kabisa. Ananiambia, bwana mtumishi, salama. Huko hata hatujalala, tuko Germany, Frankfurt. Okay, na unajua saa hii jua imewaka, ni ile jua saa 6 ndio imewaka, na saa hii ni saa 2 usiku. Ati jua ya saa ngapi? Saa 6, jua ya saa 6 ndio inawaka saa hiyo. Na ni saa 2 usiku. Nikamuuliza, kwani kunaendaje huko? Akaniambia huku iko hivyo. Tumefika kipindi ambacho usiku ni kidogo na mchana ni ndefu. Kwa hivyo hapa ni kila mtu ajipange alale, usingojee giza. Ni wewe unaingia kwa nyumba unaangalia masaa, unafunga dirisha na shutters, kunakuwa na giza unalala. Ukingojea ati jua iende, haiendi. Na asubuhi jua inachomoza saa 9. Jua imetoka. Ile ya saa 4 ndio iko saa 9 asubuhi. Usiku ni kama 1 hour and a half. Hiyo ingine yote ni mchana. Nikaanza kuuliza, huko tutahubiriaje ujumbe malaika watatu? Ati sabato ni jioni, hata jioni. Umesikia changamoto yangu? Sikujibu saa hii. Nikamuuliza, akaniambia huko watu wahubiri. Huko watu wanakaa tu, kwa sabato wako tu, wanaenda makanisa yao, na wanajuaje sabato imeanza? Nikamuuliza. Kaambia watu tu wanaangalia saa. Ikiona ni 6, watu wanaenda, sabato imeanza. Na sasa Biblia inasema jioni, hata jioni. Mtaitunza hiyo? Haya, swali inakuja kwako. Wale watu wako hiyo Germany wakati huo, jioni itafika saa ngapi? Unajua hiyo siku mimi sikulala, usikanyage chunga. Sikulala kabisa. Sikulala, nikafikiria
Nikafikiria hiyo kitu kama ingekuja hapa Kenya, ati usimame hapo na uhubiri Sabato ni jioni, hata jioni, hiyo ujumbe utahubiri aje? Unaniuliza jawabu, nimekuwekea challenge, tutakuja next kujibu. Hata watu wa mitandao wanajua nimewekea hiyo challenge. So sikilizeni, my point is this, kuna vitu ambazo tunaachia Mungu. In every country, in every locality, in every area, Mungu anadeal na watu kulingana na nuru wako nayo hapo. Unajua kuna inchi ambazo ziko chini ya globe. Unaona dunia vile iko hivi? Kuna inchi iko pale chini, hata waonangi jua. Hujajua hiyo? Kuna inchi ambayo hawaoni jua inachomoza na inazama. Hao wamezoea giza. Jua ikitokea ni ile inanusia kidogo. Tena imeenda. Inchi yao iko pale chini, jua iko pande hii. Sasa hiyo jua inawamulika saa ngapi? Na wauliza swali, utaitunza Sabato jioni? Mimi sisemi ile andiko ni la uongo. I'm checking on the comments right now. Unaona hii subject naongea hapa inaibua maneno. Si mchezo, ni vitu za kufikiria. So mimi mambo ya judging people tuwachane nayo. Angalia. Na sasa mtumishi, niko na swali. Huyu anaitwa time of trouble. Na muwe mnaandika majina yenu jameni. Na sasa mtumishi, niko na swali. Since tunajua kama wana matengenezo kuwa matumizi ya nyama na maziwa si mzuri kwa afya ya binadamu. Je, naweza nikauliza wengine nyama, naweza kuwauzia nikauzia wengine nyama na maziwa ama? So unajua mimi sina jibu ya kujibu kila mtu uniform. Hiyo ndio kitu najaribu ku avoid Katika councils on the spirit of prophecy, Mungu hajaniruhusu nitoe majibu ambayo ni ya kila mtu. Maana leo huko Masaini si tuko na watu wameamini Mungu. Na biashara yao kubwa ni gani? Si wanauza ng'ombe na nyama. Nitaenda kuambia nini? Mimi sina hiyo majibu. So Mungu ataconvict kila mtu at a particular time when to leave that business. Lakini siwezi kukushauri, mimi ni mtu. Siwezi kupeleka hiyo injili, sina hiyo. Mwingine ananiuliza tunaweza kufuga kuku? Mimi sina hiyo majibu. Mimi nafuganga kuku mimi. Lakini napatia mbwa kwa sababu mbwa nauza. Hiyo ni mimi. Sasa wewe sina hiyo majibu. Lakini roho nabii nasema those who are waiting for translation should not be butchers. Hatufai kuwa tunachinja. Lakini hiyo siwezi kukuambia wewe uache kuchinja. Wewe ndio unajua Kenya unafanyia machinjo. Mimi sitakuambia hiyo. Mimi nitakusomea tu roho nabii ni kuache. Lakini mambo ya kukufuatilia mimi sifuati. Maana what happens when I make it a rule to everybody? Na wauliza kama kanisa, what happens nikichukua hiyo council niiweke kama rule? Niweke kama rule. Hiyo ni msingi wa imani. Usiuze, usikule. In fact, spirit of prophecy imespecify vitu ambazo we should touch not, handle not, and use not. Imesema tea, tobacco, coffee. Touch not, handle not, use not. Hiyo tumepigwa marufuku. Hizo tuachane nazo. Lakini anapokuja kwa flesh, anasema we do not make it a test of fellowship. Tusiweke kama kipimo cha imani kila mtu anatoka kwa community tofauti. Lakini neema ya Mungu itafikia kila mmoja aone ukweli kwa wakati wake. Hiyo si kitu ya kumsukumia mtu. Wewe unajua, acha nikupigie story nyingine. Unajua, and this is a true story Ndio naona mimi siingiliangi hiyo vitu. Me I'm proud to be a vegetarian for 20 years or so. Nafurahia. Lakini kuna mambo siwezi kuweka kama standard kwa watu wote. Kuna mama mmoja alikuwa vegetarian. Unajua si kila mtu wako hivyo. Mimi naweza acha kila kitu mara moja, si ndio? Wewe jaribu. Mimi niliacha mara moja, safari moja. Mimi niliacha kila kitu, nyama nini at the same time. Dada White anasema unaweza wacha hivyo ukute strength inapotea nini, ni sawa, maana ni ile msisimuko yeye nyama ilikuwa inakusisimua mwili, si ndio? Sasa kuna mama mmoja aliingia na akawacha hizo vitu. Aliwacha kabisa, sijui ni ugonjwa gani ilimshika. It's a true story
Alikamatwa na ugonjwa mbaya sana. Wakajaribu, wanajaribu. Baadaye akapelekwa hospitalini. Daktari anasema kulingana na hii kitu mahali imefika, wewe ndio usurvive. Utakuwa unachemishiwa mfupa ya ng'ombe, mifupa, kichwa, hii supu lazima ukunywe supu. You are very weak, mifupa iko mbaya, unaona? Damu yako sijui nini. Sijui ni kama alikuwa anaingia kupata kansa ya damu hata. Akaambiwa kitu yenye inaweza kusaidia wapo, hatuna option nyingine. Ni ukule maini na utakuwa unakunywa supu kila siku ya kupiga. Haya, huyo jamaa utamuingilia aje na mambo ya imani? Na yenyewe ataanza kukula, unaona anakula na anarudia afya yake. Sasa hizo vitu utaingilia aje? Utaingilia hizo vitu aje mzee? So kila mtu, nimetoa hiyo true story maana ilituchanganya hata sisi wale ambao wanaitwa medical missionaries zamani, ambao we are all vegans na tunafurahia. So what I'm saying, kila mtu Mungu anamfikishia ujumbe kwa wakati. Mungu atamneemesha kivi yake. Ndio naona katika spiritual prophecy dada wetu anasema kuna wengine wanakula hivi wanaharibikiwa. Kuna mtu atakula hii akue sawa. Si kila mtu anaweza kutumia hii mara moja. Mimi naweza kula njugu nyingi na zile mabuoni Kuna mwingine akikula kama mama yangu nyumbani anasikia ikai kwa tumbo, anasikia imemchafua. So I cannot make it a rule ya kwamba kila mtu akule njugu, si ndio? Watu wamelelewa tofauti. Tuko pamoja? Hiyo nimejibu. Mkristo kula nyama na ng'ombe na kuku, je, ni dhambi? Hatujaongea mambo ya dhambi hapo. Sisi hatuko kwa hiyo maneno. Sisi hatujasema ni dhambi. Hatujasema ni dhambi. Hatuwezi ingia hapo maana tutafungia injili nje. Lakini yes. Tutafungia injili kwa watu. Tutajiona special. Kukula nyama ni dhambi. You see? Mimi sisemi watu wakule nyama, wale wanasoma Biblia na roho nabii. Lakini kenye sisemi ni wale wanaokula nyama wa Kristo ni wenye dhambi. Those are very dangerous grounds, my friend. Usitembee kwa hizo grounds, utaonekana a very big legalist. Watu hawatakuelewa. So kenye tunaweza kusema kwa hao wa Kristo, kuna madhara ya kutumia nyama katika afya, mtakuwa wagonjwa, na tunapeana hizo mifano, wataona. Lakini ukiingiza mambo ya dhambi hapo, uwaonyeshe, kuna mtu atakusikia kenye unasema bana. So you must be wise hata tunapopeana the message of the cross, the third angel's message. Lakini hatukosi kuhubiri ujumbe wa afya. Kama mimi nahubiri sana, nawaambia iko hivi na hivi na hivi, usikule nyama ikiwa na damu, nini toa hivyo. Tunaonyesha madhara ukikula na damu, iko hivi na hivi, utakuwa mgonjwa, mkienda hospitali uko na cancer, arthritis, mambo kama hayo. Na ukikufa kwa sababu ya kujiua, hiyo ni dhambi. Sasa unarudi kwa amri ya 7, usijiue. Naona vile nimeeleta. Nimeeleta kwa hiyo njia akaona. Lakini usiende direct ni dhambi. Sasa unajua atashangaa. Dhambi iko kwa nyama ama iko wapi? Unajua hata elewa. Lakini ukimletea na njia hiyo nyingine mpaka aende kwa kaburi anazikwa, ataona sense. Ataona sense ya kwamba amekufa kwa sababu ya chakula, na hii chakula Mungu alisema usiikule hivi. Amen. Mkristo kwenda saluni ni dhambi? Wewe hizi maswali mimi sitajibu tafadhali. Kuna wale wanauliza hapo, Mkristo kwenda saluni ni dhambi? Unajua mmemaliza maswali na jibu za watu wa YouTube, ndio nimalize. Kwenda saluni ni dhambi? Nani anataka kunijibu? Unajua inalingana naenda kufanya ni? Kama naenda kusikia news, si ndio? Mwingine kusoma gazeti atoke, inalingana. Unajua haja specify. Mkristo amesema hivi, Mkristo kuwa na saloon, kuwa nayo ni dhambi. Sasa inalingana huyo Mkristo kama uko na ukweli ama hana, si ndio? Lazima tuiweke vizuri, kwa sababu ungeniambia Mwadventista wa Sabato wako na nuru nyingi. Yeye akiweka ni shauri yake. Si ni kama ule anaweka biashara ya kuuza miniskirt. Na si ni Msabato si yako na ukweli. Ndio naona dada White anasema Sunday ikifika, ujumbe neema ya Mungu inaendea watu wa Jumapili na watu wa dunia. Yetu inafungwa maana tumepatiwa ukweli kwanza. Kwa hivyo Msabato wasifikirie si dhambi kwake.
yeye aanze kujipanga. Lakini ukiniongelesha kuhusu watu wa nje, mimi siwezi kusema wako na dhambi, maana wengi hawajui. Amina. Haya, nataka kumaliza. Atikuwa clear sasa. Kwa nini hamli ninyi? Hatukuli nini? Wana sikuelewi. Huyu anaitwa Fidel MNI. Sikuelewi hiyo swali yako. Nataka kumaliza. Kwa nini hatukuli? Hatukuli nini? Mimi sikuli vitu mingi. Anasema nikukule nini? Nyama. Hebu nione. Gani? Sielewi. Hii ya Benson nama gani? Ati kwa nini sasa amkuli? Hatukuli kwa sababu inapikwa vibaya. Sasa tutakula aje damu? Nisaidie Matendo ya Mitume 15:20. Matendo ya Mitume 15:20. Soma. Ameniliza kwa nini hatukuli. Sasa nitakula aje kenye imechinjwa na haijatolewa damu? Matendo ya Mitume 15:20. Wacha tutoe aya kwenye Agano Jipya. Aya, soma. Inasema, bali tuandikie kanisa la Agano Jipya Jerusalem ya kwamba wajiepushe na unajisi wa sanamu. Na uende polepole. Kanisa lijiepushe na unajisi wa sanamu na uasherati, na tujiepushe na usherati na nyama zilizosongolewa. Hatuwezi kukula maana hatujui ilichinjwa aje. Nyama ambazo unaona kuku inanyongwa mara moja. Na leo ng'ombe zinachinjwa kwa kupigwa risasi. Nyama hiyo nyama yote ni sumu. Umenyonga, umeipiga rungu kwa kichwa. Wengine wanapiga rungu hapa, napiga hapa tu mara moja. Wengine anatema naipiga risasi na ingilia hapa, ng'ombe inaanguka chini. Na wengine wanachukua kichwa ya kuku wanazungusha mara moja. Nyama zilizosongolewa na nini? Na damu. Umeshika? Kwa hivyo ukinichinjia nyama hapo kwa buchari ati nikanunue, hiyo iko na damu, kitu cha kwanza. Na wana wa Israeli waliambiwa wakitaka kula nyama watoe damu na mafuta. Walawi 19, Walawi 3:17. Nimeulizwa swali, mbona sisi hatukuli? Kwa sababu leo karne hii watu wako na magonjwa mengi, wanakula damu na mafuta, na Mungu alisema itolewe. Walawi 3:17. Ndio naona wale wamefika 40 years and above Kenya hii. Duniani 40 and above wengi wako na arthritis, gout, blood pressure, ni kwa sababu ya kukula damu na mafuta. Na iko na nini? Nyama iko na damu na mafuta. Walawi 3:17. Soma. Inasemaje? Neno hili litakuwa amri ya daima. Itakuwa amri ya daima kwenu katika vizazi vyenu vyote. Ndani ya nyumba zenu ndio zote, ya kwamba hamtakula mafuta wala damu kabisa. Kwa hivyo mwenye kuniuliza swali, kama utatoa mafuta yote na damu yote, kula. Unajua wana wa Israeli walichinja na walikula nyama baada ya wiki 2 ama wiki 1. Ndio hiyo mafuta itoke na damu. Kama utafanya hiyo kula, mister. Lakini usipofanya hiyo, wachana nayo. Kwa nini? Hiyo ni dhambi. Utajiua, utajiletea magonjwa. Okay? Alafu pengine ningemjibu pia kisayansi. Eti mbona hatukuli nyama? Kisayansi sasa, wacha niweke Biblia kando. Watu wote wanaenda high school wanafundishwa dental formula. Si ndio? Dental. Na pia wanyama wote wako na dental formula. Carnivorous animals, wale wanakula nyama wako na meno ngapi? 42. Omnivores na herbivores, kuna sungura, kuna hippo, kuna nini, kuna mwanadamu. Mwanadamu anakula grains, nuts and fruits. Na meno yake ni ngapi? 32. Kwa hivyo difference ni ngapi? 42 minus 32. Angalia 10. Meno ina define the digestive system na chakula. Kwa hivyo mimi mwanadamu niliumbwa nikule grains and nuts and fruits. Nyama imekuja baada ya gharika, baada ya Noa kutoka Adam mpaka gharika. Hakuna mtu alikula nyama kwa hii Biblia. Na wote waliishi miaka nyingi. Ndio naona katika Biblia mtoto hakufa kabla ya baba yake. Na leo ingia kwa hospitali za leo, sisi hatusemi watu wa makanisa za Jumapili wakikula wako na ati sasa ni wenye dhambi. Tunawaambia kuna madhara, lakini wakijua waendelee kukula na damu na mafuta, ndio wataendelea kupeleka maombi mahospitalini.
magonjwa ya kansa, magonjwa ya blood pressure. Baba, tunaomba ufukuze pepo wa blood pressure, pepo wa diabetes, toka in Jesus name. Come out. Lakini baadaye wanakufa tu. Nataka kumaliza sasa, hizi swali hazitaisha. Amina. Kuna mtu anafikiria kuna kitu nafaa kusema kabla sijatoka hapa? Patie ule mic kabla sijatoka hapa. Ama niendelee? Wesley chunga. Niendelee kidogo. Aya. Pia muende kwa uwanja, si ndio? Aya, soma. Tulisoma Jeremiah 7 verse 10. Kulingana na mambo ya kukanda unga na kupiga sherehe. Baadaye ukimaliza hiyo verse, hiyo aya hapo nyuma inasema na Mungu unampatia Mungu hasira ya kukaziri. Swali, kwa hizi sherehe zimepigwa hata juzi, inaweza kuwa Mungu amekasirika kwa sababu jua inawaka kupita kiasi? Asante. Sherehe za Christmas zinakasirisha Mungu kweli. Mungu wako anafurahia kwa sababu ni the Queen of Heaven. Nafikiri hilo swali wacha tuliache. It's a question. Yes, patia huyo mic. Patia huyo kwa nyuma yako. Patia huyo. Happy Sabbath. Happy day. Wacha jaribu kujibu kidogo. Ndugu yangu ameuliza wakati watu walifanya hiyo sherehe na wamkashifa Mungu, najua inaka kupita kiasi. Ni kweli jinsi unavyoona jinsi dunia ilivyo, ni kweli Mungu alikasirika kwa sababu huyo mwana aitwaye Tamusi alizaliwa usiku wa tarehe 24 na wakasherehekea tarehe 25. So inakuwa wanasherehekea kufa kwake na kuzaliwa kwake. Je, ni kwa nini jua naye inawaka? Kuna wakati ambapo kuna kuanga na ukame. So wanasema hivi, wakati tulipoacha kumiminia Mungu yetu sadaka na vinywaji, tunaumia, tunateseka. Tazama, hatuna chakula. Lakini wakati tunamiminia tunapata vyakula. Lakini Mungu anasema kwamba nitawaletea roho wa kupotea ili waendelee kufanya hayo maneno, kwa sababu Mungu anawaletea roho za kupotea ili waendelee kufanya, waone kana kwamba kumbe tunapofanya hivi ndio tunapata mazao, chakula, nini tunapata. So kuna wakati Kenya ama nchi yetu inapokuwa na ukame, unapatanga katika sehemu fulani wazee uende wanaanza kufanya matambiko. Wanafanya matambiko ili waombe mvua inyeshe. So wanafanya matambiko ili waombe mvua inyeshe. So mambo kama hayo hutokea. Hata hii jua inapoangaza hivyo, kwa sababu unaona kwamba ati na wazee 25 wamelipiga kisogo kwa la Mungu, wanaliabudu jua. Sasa kuabudu jua tena kunatokea mambo kama hayo. So Mungu anasema kwamba nami hiyo jua kuna wakati itateremka, itawauguza, kwa sababu waliacha kuabudu Mungu wa mbinguni wakaabudu nini? Jua. So hiyo jua itakuja kuwauguza, lakini sasa hii hamna jua ambayo inauguza, sababu wakati yake bado. Lakini jua itashuka kiwango fulani ambacho hamtastahimili. Kwa wao wasio na Mungu asiyokuwa upande wao watasikia uzito wa ile jua, lakini wale ambao Mungu ako upande wao, huo jua hatasikia. Hata kama itakuwa inawaka hawatakuwa wanasikia. So unapoona mambo kama hayo, ni yale mambo ambayo wanafanya. Chenye ulifanya utapata madhara yake. Kama ulikuwa unaabudu jua utapata madhara yake, na kama ulikuwa unafanya sherehe za Tamusi utapata madhara yake. So madhara yake iko kwa wale ambao wanafanya mambo kama hayo. Asanteni. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Madam, uko na jambo? Hii kanisa hii kina mama wako hii kanisa. Naona kitu mmoja wewe nilikuona na huyu. Wengine wale hawapi wasaidia. Kanisa hili kuna shida gani? Bwana Yesu asifiwe. Haya, tunaendelea vizuri Kuna mtu anataka kusema jambo? Hii pande nyingine imetulia sana watumishi. Sikilizeni. Tunaongea kuhusu nini? Hii inaitwa question and answer session, si ndio? Tumefundisha mambo mengi, sikilizeni watu wa Mungu. Na mimi ningesema hivi.
Wacha nitoe quotation moja. Hebu soma ile ya ticket. Mbona tusome hiyo bus ticket ama tuachane nazo? Tuachane nazo Time and place must be considered in short Mimi Mungu amenikumbusha mambo mengi na amenifundisha mambo mengi. Tumetoka makanisa ya Jumapili. Inafaa ukienda mbele unaangalia nyuma. Lazima uwe na huruma na watu Si kila mtu, si kupenda kwa watu. Si kupenda kwa watu kuingia. Unajua vile umeona mtu anavuta bangi unamwambia wacha bangi tafadhali. Atawacha? Sio ni mzigo umemwekea kwa kichwa, atawacha aje? Unajua kuna vitu zinahitaji God's grace Wacha niwaambie kama kuna kitu ngumu kuacha dunia hii ni kukula nyama. Nakwambia ukweli. I am telling you the truth. Mimi nimekuwa na wahubiri wengi marafiki zangu. Amewacha kabisa, hata mwaka moja amewacha kabisa. Siku moja tu kashetani kengine kana siku anaingia hivi bwana kwake bwana anasikia kitu. Karufu kengine kanampiga kwa soko. Hii hapana hii. Hiyo kitu inataka neema bwana, si mchezo. Mwingine alikuwa ananiambia bwana nimesema nimeacha hii kitu kufika kwa nyumba bwana. Unajua mke wangu ni mtu wa Sunday. Bwana vile amekaranga hiyo kitu. Ilibidi tupeleke hata council kwa hiyo familia maana wanakosana sana. Nilikwambia usipige hii kitu, unajua tena naye ana akili. Wanakosana na bibi inashangaa hizi ni dini gani? Unaona? Siku moja akajifikiria ameingia kwa curtain ati amelala. Imekarangwa jamini. Anachungulia hivi bwana anaona kaugali kamewekwa na nyama akasema hapana hii kitu acha tu nionje mara ya mwisho. Wabile kadichiel. Wacha nionje mara na unajua vile ameonja hivyo amekwama hapo. Inakuanga hivyo. Umeonja mara moja umekwama. Kutoka tena ni shida. Mwingine akasema mimi nimewacha hii kitu lakini nitakuwa nakunywa supu. Anangojea wakisha kula anaambia mke wake weka supu mingi. Mimi yangu ni supu si alikuwa anafanya hivyo. Unaona? I'm telling you the truth. Kuna mtu anasema yeye anakunywa tu supu. Anakunywa supu kidogo niwekee tu kapisi kamoja. Baada ya mwezi unasikia acha nikule pisi 2. Kitambo ifike miezi 6 unakula nyama kota, usharudi. Iko hivyo. Kwa hivyo kama kuna kitu cha kuacha, kitu ambacho ni ngumu kuacha kwa sababu inakimbia kwa mishipa, ni kama mtu anavuta heroin, ati wacha. Tunaambiwa katika leo nabii ya kwamba kitu ambacho kinasisimua watu kinawapatia energy nyingi ni hii damu na mafuta iko kwa wanyama. Inakufanya uko na power nyingi. Ukiacha unaona ni kama wewe ni mgonjwa. Unaona? Lack of strength. So usiambie mtu wacha nyama. Muelezee madhara pole. Ndio unaona sisi kama medical missionaries tuko na substitutes na wale ambao wanajua kupika ni Waadventista wa Sabato. Sisi ndio tunajua kupika vyakula vya afya. Dada White anasema hivi, a time is coming when God shall give light on the preparation of healthy foods without the use of animal products. Na imefika. Shaikula mayai imepandwa kwa shamba. Na niangalia. Ujui basi. Tuko hicho kipindi ambacho tunaweza kutengeneza vyakula healthy foods. Ndio naona one of our recommendations Mungu anataka tufanye ni tuweke sanitariums na tuweke health food restaurants and factories. Tusaidie dunia. Dunia inapika keki na wameweka maziwa, blue band, sukari, yeast. Na wanabomoa na hiyo juu inaitwa icing. Wanalamba vidole. Na leo wana matengenezo sisi tunaweza kupika keki. Iko na tofu. Iko na sukari nguru, iko na mandizi, iko na imefura kama keki ya kawaida na imewekwa cover ya tofu. Inakaa kama hii ya kawaida. Tamu ile hujawahi ona. It's totally vegan. Haina mambo mengi. Tuko pamoja? Unaniangalia? Leteni wake zenu tupange mpango wa kupika hapa. Sijui seminar ya kupika. Nataka tuipange moja. Sijui tutaenda kanisa gani. Pale Kitengela ndio nzuri. Sunday moja, wamama amkeni mapema endeni Kitengela. Tuweke hapo majiko, mastovu, hii inaitwa nini? Gas, nini na vitu za kupika. Kitabu inaanza kupikwa. Wacha tupange kwa hii mkutano inakuja. Tunaanza na Nairobi region.
Wamama wapike, mzee unapikiwa mpaka unalamba vidole, hakuna nyama utarudi kukula wewe. Wazee, hakuna nyama utakula tena. Nakwambia ukweli, hao watoto wangu wanakula mayai ya shamba. Ya shambani. Si ndio? Si we eat eggs. Yeah? Yes, we eat eggs. But eggs from the garden. Inatengenezwa ikiwekwa hapa mzee, ikiwekwa hapa. Niliona siku nyingine tumetoa Sabato lunch tunakula watumishi wanakulanga mayai. Sasa ndio inabidi niwa explainie. Hii ni ya shamba. Hawaamini, si hata zaidi nilikuwa nakunywa kachai hapo. Watumishi wanakunywanga maziwa. Mimi sijakunywa maziwa miaka 20, sijakula mayai miaka 20. Lakini najua substitutes. I know substitutes my friend. Mimi nililelewa na wazazi ambao hawajajua ukweli. Na nilipoingia katika Uadventista nilitaka kujaribu. Mimi sikushurutisha mtu, nilisoma, nikaelewa Adventism is a blessing in practice. Nikaambia mke wangu situjaribu. Mekamata mimba ya huyu. Usikule kitu najisi. Judges chapter 13. Si malaika alimwambia mke wa Manoa. Akakaa. Unasikianga mimba inataka maini. Hiyo hakuna kitu kama hiyo. Akakula vyakula tu healthy foods. Akazaa huyo wa kwanza. Amezaliwa na yeye anaendelea, maziwa amekunywa, mwisho ni ya mama yake. Amekunywa mama yake kuacha, akaingia kwa natural products mpaka yuko anakaa mgonjwa. Angalia mwingine vile amenona. Na hawajakula hata chakula ya ng'ombe. Watoto wangu hawajaonja nini? Takataka, ati soda, sijui sweet. Mimi nilijaribu nikaona ina work, but sijawahi kushurutisha mtu Mimi nimekula takataka mpaka nguruwe nimekula. Baba yangu hakujua ukweli na singehukumiwa. Lakini mimi nimejua ukweli, siwezi wapatia hawa. Na wanajua. Na tena wanajua hata kupika. Kwanza hawa ndio watawasaidieni kupika hata hizo vitu. Hawa wanyomekaa. Very good cooks. Amen. Mbona mnashanga? Hamuamini? Hamuamini hii dunia wa Sabato ndio unajua kupika? Adventist, sisi ndio tuko na message ya cooking. Sisi ndio tuko na cooking wewe. Unaona? Kuna jamaa ananiweka hapa anaitwa Fideli, anasema yani mayai si mzuri. Huyu wako nyuma sana. Huyu anafaa seminar ndiye aelewe tunasema nini. Unajua mambo mengine watu wakitusikiza wanashindwa. Watu wanasema nini? Hati yani mayai si mzuri kukula Mkristo. Kuna mtu amesikia nikisema hivyo? Mimi sijasema hivyo. Mimi nasema Waadventista wa Sabato walio na nuru. Mimi Wakristo wa makanisa mengine wao wanaweza kula maana hawana nuru. Lakini tutapatana kwa mahospitali huko kwa ward. Tutapatana huko. Haya, leo madaktari wa dunia wanasema nini? Kando na Biblia wanasema nini? Wanasema too much cholesterol. Cholesterol ni nini? Wacha kwanza nimfundishe huyu kidogo. Cholesterol. Unajua mimi biology nilikuwa na A plane. Unajua cholesterol? Cholesterol ni mafuta. Madhara ya kwanza, mbona Mungu alisema mwanadamu asikule mafuta za wanyama? Na cholesterol iko juu sana katika mayai, ile pati ya yellow. Hapo ndio imejaa. Kwa nini Mungu alisema mwanadamu asikule cholesterol? Kwa sababu ya kifua. Kifua yako iko na arteries, veins. Kuna moja inaitwa vena cava, kuna nyingine inaitwa pulmonary artery. Sasa huyu tunamfundisha, nataka aelewe tunasema nini. Kuna pulmonary artery, pulmonary vein, kuna vena cava, kuna aortas, siziko. Na kila moja iko na kazi yake. Kuna ile inaleta oxygen and blood, kuna nyingine inatoa deoxygenated blood, kuna nyingine inaleta oxygenated, si ndio? Si ametuuliza swali. Sasa tunaingia kwenye science. Inamaanisha ya kwamba mishipa yako ya damu yote inafaa kuwa wazi ndio damu ikimbie, coordination ya mwili. Hii mwili Sasa mafuta ya wanyama, madhara ya kwanza inashikamana kwenye mishipa ya damu. Biology inasema ya form 2, wanasayansi wanasema animal fats are not digested in the human system. They are stored under the skin as adipose tissues or
si ndio? Si ndio hizo lipids? Ama zinaingia katika arteries, veins, zinatengeneza ile njia ya damu inakuwa alafu moyo inaanza kupiga piga. Nadhani ni joleji wanaruka ruka huko. And the normal heartbeat inakuwa. Kuna wale ambao inakimbia. Moyo inakimbia haraka kwa sababu njia ya damu imekuwa kidogo. Mafuta imeganda huko ndani. Ndio unaona Muhindi leo anatengeneza mafuta imeganda, Kimbo, Blue Band, ingine ni gani? Joma bado iko. Kasuku na yeye hakuli. Chipsi yeye hakuli. Maana hizo mafuta zinaganda na zinaingia kwa mishipa ya damu. Sasa mafuta za wanyama, nyama choma. Si unaona huyu ananiuliza kama kula nyama ni mbaya? Kama utatoa mafuta na damu kula. Kama utaweza unaendea nyama choma X. Mungu amekataa, maana unakula damu na unakula Sasa hiyo mafuta inaingia kwa mishipa ya damu, unakuwa na blood pressure, shinikizo la damu. Alafu hiyo inazaa ugonjwa unaitwa diabetes. Diabetes na blood pressure ni mtu na dada yake. Ukishashikwa na blood pressure unakaa kidogo, diabetes imeingia, ugonjwa wa kisukari. Ukikula mayai 5 kila siku, what is the effect? Ama mayai ukikula kwa muda mrefu, effect ya kwanza ni hayo mafuta ni mengi, yanaitwa cholesterol, yanaenda kufunga kitu kinaitwa pancreas. Unajua pancreas? Pancreas mnaita aje? Huyu atusaidie kwa Kiswahili. Pancreas, nyongo. Pancreas iko hapa. What is the function of pancreas? Kazi yake ni nini? Huyu asikuje. Ni kutoa insulin. What is the work of insulin? Regulating blood sugars. Blood sugars zikiwa juu inapungua. Sasa mafuta ya wanyama kitu cha kwanza kinafanya it makes a protective layer around the pancreas, na ina shut the doors, zinaitwa insulin inhibitors. Inafunga milango ya kufungulia insulin naturally, with the time utakuwa unatoa insulin kwa sababu ya mafuta ya wanyama. Ninaulizwa hapa kuhusiana na cholesterol. Ndio naona watu wakishafika 45. By the way, kama unakulanga nyama choma na hizo, ukishafika 40 anza kujipanga. Because ukishafika 41, 42, 43, wewe ni candidate wa diabetes, wewe ni candidate wa blood pressure. Hiyo ni kawaida. Tafuta watu wote wako na hiyo umri ya juu. Hata wale wanatembea huko. Pressure, diabetes, alafu tena nakunywa kahawa. Naona huyu ataniuliza, kukunywa kahawa ni dhambi? Hizo ni vitu ambazo zimekuja kwa sababu ya dhambi. Zinafanya damu inakimbia kwa haraka ya mwili. Sasa niambie, mishipa ya damu ni ndogo kwa sababu ya alafu tena unakunywa kahawa. Wewe unaona huyo mtu si ni neema ya Mungu inamtembeza? Ndio naona watu wanatembea barabarani, unasikia mtu alianguka akafaint. Kwa barabara. Kwa sababu amepigwa na stroke pande moja. Kwa sababu hiyo heartbeat inakuwa mingi, tena anatembea haraka, ameongeza times 2. Njia ya damu ni kidogo. Sasa coordination inakuwa poor kwa sababu damu, hewa inaenda chache, inarudi unasikia amepigwa na stroke. Na anakauka pande moja kabisa, hata yeye anakaa hivi. Ni kwa sababu ya mafuta za wanyama, ni kwa sababu ya hizo vitu. Nilikuwa najibu huyu mwenye ameniuliza hapa. Itabidi mumwalike seminar ya cooking. Tunakuja. Hiyo ni baadaye. Asante. Hiyo kitabu ya upishi tutapata mtumishi. Saa hii tuko na printer, tutafanya printing. Niko na kitabu kanaitwa God's Healing Way. Tutakisambaza kitabu kizuri sana. Mimi nilisoma mambo ya health kivyangu 2005 Ndio mara yangu ya kwanza kuanza kusoma health message na nika practice. I practiced. Mimi sikuwa nashurutisha mtu. I was practicing na ninaona inafanya kazi. Sema haya. Kwa nini baridi ikiingia watoto wanakohoa sana? Kwanza ukienda class hizi pre-unit. Wakati wa baridi ingia tu hizi mashule, ingia tu kwa class moja kana hapa. Makamazo hiyo. Analamba. Hujaona watoto? Anaenda hivi akilia na lunchbox, makamasi iko mpaka kwa mdomo. Mimi sijui mambo ya makamasi. Hizo zinaletwa na maziwa.
Niliposoma nikaelewa ya kwamba watoto wadogo hawafai kutumia maziwa ya ng'ombe hawa, nilijanjaruka haraka. Because maziwa ya ng'ombe iko na casein. Casein, it is carcinogenic, Casein. Casein is a substance inatumika kutengeneza office glue. Unajua office glue hii ya kuzungusha ya red imetengenezwa na product ya maziwa. Imagine. Na ndio naona hizi inaitwa dairy countries. Dairy countries. Umesikia ugonjwa wa maziwa? Kwa nini ugonjwa wa maziwa iwepo basi? Umewahi kusikia ugonjwa wa sukuma? Haya. Kwa nini madaktari wanasema hii ugonjwa imeletwa na nyama, imeletwa na sukari, imeletwa na kahawa? Umewahi kusikia daktari anasema hii ugonjwa wako vile tunaona imeletwa na kunde? Vile tunaona. Kwa nini? Haya, kitu ingine. Kwa nini mahali mutura hii, mamutura hii inapikwa hii manyama choma? Kwa nini mbwa wamejaa hapo wanaangalia hivi? Wanangojea. Umaiona ule mama anauza carrot na nyanya, mbwa wako hapo wanangojea nyanya ianguke. Na carrot. Mbona wasingojee huko kwa carrot na vitunguu saumu? Why? Huyo mwenye ataenda kutegea huko kwa carrot ni mshamba, si ndio? Mimi kuna vitu nimejiuliza sana dunia hii. Kwa nini mbwa hawajazani mahali spinach zinauzwa, kitunguu saumu, carrot, cabbage, cucumber, ati wanangojea cucumber moja ianguke, si ndio? Barikiwa mtumishi, changieni, patieni mtumishi mic. Why? Inamaanisha kati ya mwanadamu na mbwa kuna mmoja amechukua chakula mwenzake, si ndio? Iko hivyo. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Yangu mwalimu. Endelea tu. Nilikuwa nauliza hivi. Nimesikia ukisema umefuga umbwa. Na umefuga kuku lakini uzikuli. Unapatia umbwa. Je, ni halali kutupia mnyama mwingine? Hiyo ndio swali. Ikuwe kitoweo kwa mnyama mwingine imekubalika? Kwa sababu pia ile ni uhai. Unajua kitu ya kwanza, mimi naongea kuhusu situation yangu. Mimi kuku nilikuwa nafuga. Nilikuwa nafuga kwa sababu kitu ya kwanza wananisaidia kuweka compound ikuwe clean, sababu ya wadudu nini, mende ni wengi, wanatokea wanakula. So unajua kuku akishakula mende na hizo, unajua kuku ni scavengers. Scavengers ni kama bata, kuku. Hao ni wanyama ambao Mungu aliwaumba watembee wakisafisha mazingira. Unaona zile mende kubwa zile za choo hizi, kuku wanameza bwana. Anakula kabisa. Si ndio? Au ni scavengers, hata bata wanakula zile za mshangaa vile watu hukula bata. Anyway, bata, kuku, ndio naona mafuta ya kuku ni hatari hata kuliko ya samaki. Ni hatari. Hiyo mafuta si nzuri. Kuku na bata, scavengers. Hakuna kitu unakula hapo. Unaona kuku, bata, nguruwe. Hao ni wanyama wanaitwa tractors. City Council ya Mungu. Ni kufagia tu. So ile mafuta ambayo wako nayo kwanza ni hatari. It's not even good for human consumption, Because wali tena itakurudia. Anyway, sikurudie. Kwa hivyo mimi wale wanyama kwanza Mungu alisema katika Genesis chapter 1. Alisema that you may have dominion over them. The purpose of God creating animals was for them to keep man company. Kitu cha kwanza unafaa kuelewa. Kwa hivyo si dhambi kuweka ng'ombe, si dhambi kuweka mbuzi, si dhambi kufuga kuku, ieleweke. Si dhambi kufuga wanyama bata na hizo zingine, because one, they beautify the environment for you. Number two, mavi ya ng'ombe inatumika kama biogas, inatumika kama mbolea. Kwa hivyo kuna faida nyingi ya kuweka wanyama, hata sungura, rabbits, unateka tu mkojo yao. Hiyo mkojo peke yake unaweka kwa shamba, vitu zinamea haraka. Kuna faida. Lakini sasa pia unaangalia faida, kwa sababu na wewe ni nini? Pengine unafanya biashara, pengine pia unataka chakula za kula, si ndio? Si ndio? So what do you do?
kama mimi, utafanya nini? You see, that cannot be a rule for everybody, eh? Inalingana na conviction. Conviction. Ndio nikasema mimi niko na mbu ambao ninauza na ni wakubwa, wananiletea faida. Nikiuza moja na wanataka chakula. Sasa nikanunue haya gani? Maana huko town kuna miguu za kuku naenda kununua, niwaletee. Sasa niwapatie kuku wangu ama ninunue ile miguu ya kuku? Naweza waletea kuku hizo za nje, si hata bado niko guilty tu. Si mwingine ameua na bado nimewaletea. So the best thing, okay, there is no sin kwa hizo vitu kwa sababu wanyama, hii inaitwa ecosystem. Ecosystem inaitwa codependence. Kuna picha moja nimeona kwa Facebook. Swara inakimbizwa na chui. Si ndio? Mbio imekimbizwa na chui, alafu ameweka sentence hapa juu na iko kisako. Chui inasema, give us this day our daily. Na swara inasemaje? Deliver us from temptations, from the evil. Mungu atajibu gani? Hizo ni mambo za ecosystem, hatuwezi kuingilia hapo. Maana chui inangojewa na watoto ipeleke chakula. Naye huyu ni mama ametoka kutafutia watoto wake chakula, naye amepatikana na ajali, naye naomba Mungu amuokoe. That's a very difficult situation. Hatuwezi ingia kwa hiyo maneno. Hayo masuala hayahusu mambo ya wokovu. Ndio naona tukichukua hayo mambo tulete kwa mambo ya wokovu tumekosea. Sasa hayo mambo tuachieni Mungu, na hiyo mambo usiingie kabisa. They do not deal with salvation. They are not salvational. Ukianza kuuliza Mungu lijibu ya nani? Shida. Amen. Na tusiulize tu swali ya chakula. Nisaidie Wakorintho wa kwanza 15. Kwanza niondoe watu hapo. Wakorintho wa kwanza. Ati nini? Na jameni, kama mko na jambo lingine lisije likaleta matatizo baada ya mimi kuondoka, sije mkasema. Hakuna mahali inasemekana ukifuga ng'ombe ni dhambi. Hiyo ni uongo. That is a pure lie. Mimi naweza weka nyingi sana kwa sababu ya kubeautify the environment. Unajua ng'ombe, haya nini nasema nini? Mbuzi, kuku, kufuga kuku ile unatembea tu, kwanza zile zinaitwa bata mzinga, zile zinatembea na makala. Mimi naweka sana. Na siweka tu hapo. Akikufa nazika yeye. Lakini wana beautify the environment. Nimesema hizo vitu siwezi make a rule for everybody, Unajua that thing cannot be a rule kwa kila mtu. Mfano, wewe kama unafunga ng'ombe wako na uwadungi sindano na wako fresh, unajua lazima atakamuliwa. Inasemacha unatumia zile kinyesi kwa sababu ya shamba yako, si atataka kukamuliwa. Aya, swali. Sikiliza, swali inarudi kwako. Hiyo village watu ni maskini, hawana chochote, watu wanakufa njaa, ni kubaya. Na wewe tu ndio uko na ng'ombe na unaweza kamua peane free maziwa watu wakunywe waishi wa survive. Utafanya aje? Utafanya aje? Si unaona hayo mambo hatuwezi kuingilia, yani mambo hatuwezi kuweka wokovu hapo because of the situation. Mimi ningekushauri kama msabato, kamua ng'ombe yako, sambazia majirani wasikufe njaa, unasaidia maisha. Hiyo si mambo ya uhai, mambo ya kifo. Mambo mengine tunaachia Mungu. And that situation cannot apply to everybody, that is not a rule to us. Chukua mic maana watu wa YouTube wakusikii. Sababu nikijibu ndugu kulingana ametoa hoja ya uko na ng'ombe na wewe ni msabato na umetangaza mambo ya afya. Tunaweza kujibu ndugu, hata hiyo kitu ilikuwa katika Waisraeli, hoja katolewa kwamba usimkamue ng'ombe wako siku ya Sabato. Kumaanisha kwamba utamwachia ndama wako kanyo. Kumaanisha kwamba walikuwa wanakamua. Sio walikuwa wanakamua, walikuwa wanamwaga. Sio hakuwa wanamwaga. Kumaanisha kuna mahali ilikuwa inatumia. Na sasa hivi umesema kwamba wewe unayo na
umesema kwamba uwezi pati. Kwa sababu kwamba alikuwa anasema basi na usile nyama mfu bali wape watu mataifa. Kama wewe unaona kwamba umeshaona utumie maziwa kwa hoja ambayo umefundishwa nayo, so yule hajafundishwa, lakini kama ako na shida waweza mpea akatumie. Ama kama unaona kwamba kwa sababu unaona kwamba hata tunaona kwamba sisi kwamba hata ukimwazikia ndama wako maziwa mengi hatanyonya nako, sababu maziwa yanaweza kuwa mengi ndama nyonye nafaa nini, so unamkamua unapatia wenye unataka kupatia watumikie. Kama huwezi tumikia penye wenye tunaweza kutumikia, hiyo pia ni nzuri, lakini pia unaofundisha pia wapate kuelewa, kwa sababu tumieni vitu vidhaifu kufundisha watu wasio na hekima ili wapate kuelewa, ili utakuwa mwokoa roho zao kuliko kuzipoteza. Asante. Asante. Naona masaa imeenda sana nataka kufanya summary to wind up kenye tumesema leo. Watu kwa mitandao wako na comments za ajabu. Asante sana. Huyu anaitwa Fidel MN1, sijui ni nani, lakini anaweza kunitafuta kwa contact yangu pale. Sijaelewa swali lake hata moja tangu nianze mpaka sasa. Sijui hata ni wa imani gani. Lakini tumesema ya kwamba tunaishi kipindi cha Wacha niweke something clear. Yesu alikula samaki kabisa? Alikula. Na niwaulize, wakati wa Yesu kulikuwa na kampuni ya kutengeneza mabati ambayo ilikuwa na mwaga sumu yake kwa hiyo bahari? Kulikuwa naye? Kulikuwa na kampuni za kutengeneza simiti ambazo zilikuwa zinaweka waste kwa bahari? Na leo ziko. Jana nimeangalia news nikaona Lake Victoria bwana, masamaki wamekufa at pond. Mtu Mliona hiyo kitu? Inamaanisha in the last days, kipindi cha mwisho, the rivers are polluted, si ndio? Kwa hivyo message ya health reform ni ukweli because of time and place. Hebu nisomee Hosea chapter 6. Kuna mtu anataka kujibu hapa. Kipindi ambacho tunaishi kwa sababu ya laana ya Mungu, laana ya Mungu iko duniani. Hata wanyama laana ya Mungu itakuwa kwao. Iko hivyo. Kwa hivyo the health reform message, while we do not judge, but we should teach the nations step by step to return to the original diet. Tunafaa kufundisha watu waondoke kwa vyakula vya wanyama taratibu, warudi kwa chakula cha awali. Kwa sababu ya nini? Mazingira tunayoishi. Vyakula vya wanyama viko na magonjwa mengi zaidi kuliko magonjwa mengi. Watu wanaokufa kwa sababu ya vyakula vya wanyama ni wengi zaidi kuliko ajali na zingine. Ukisoma Hosea chapter 6, soma verse 1 inasemaje? Chap. Inasema, njoni tumrudie Bwana. Hosea ngapi ile? Ni Hosea? Ndio. Hosea 4 verse 1. Hiyo ndio aya mwisho tunafunga. Lisikieni neno la Bwana. Lisikieni neno la Bwana, enyi wana wa Israeli. Enyi wana wa Israeli. Kwa maana Bwana ana mateto nao wakao katika nchi. Bwana ako na mateto nao wakao juu ya nchi. Kwa sababu hapana kweli. Hakuna ukweli. Wala fadhili. Wala kumjua Mungu katika nchi. Ndio. Hapana neno ila kuapa kwa uongo. Si unaona dhambi za watu zimekuwa nyingi, si ndio? Soma. Na kuvunja ahadi, na kuhua, na kuiba, na kuzini. Ndio. Huruka mpaka, na damu hugusana na damu. Hizo ni dhambi za wanadamu. Kwa sababu hiyo, soma. Kwa ajili ya hayo nchi itaomboleza. Unaona, kwa sababu ya dhambi za wanadamu dunia itaomboleza, na kila mtu akae ndani yake atadhoofika. Pamoja na wanyama wa kondeni na ndege wa angani. Na nani wengine? Naam. Samaki wa baharini pia wataondolewa. Umeona? So dhambi za wanadamu zinapoendelea kuwa nyingi, wanyama, the animal creation pia inadhoofika. Ndio naona tunaambiwa return to the original diet. Sasa kuna mtu anasema pale hata kulima tunalimanga na madawa. Wewe lima na madawa. Watu wa Mungu hawalimi na madawa. Watu wa Mungu wanafanya kitu kinaitwa organic
farming. Waulize wana matengenezo, watakuonyesha. Mboga zetu tunalima organic farming. Niliona picha ingine kwa Facebook ati human beings are the only ones who spray their vegetables to keep other animals from eating them, and then they eat them themselves. Wanadamu peke yao ndio wana spray ili wanyama wengine wasikule, alafu baadaye wao ndio wanakula. Sasa mtu ana argue hapa ati hata vegetables pia ziko na sumu, pia wanyama. Wewe hujui kitu unasema bwana. Ningekuwa na muda ningemuelezea zaidi It is safer in the vegetable kingdom. Kwa sababu leo tuko na a lot of knowledge Unajua chupa ya makaa, si lazima ukuwe na makaa, hata makaa hii imechomwa. Kwani kwetu tunakunywa maji, how do you purify water? How? Si tunachota maji tu ya mvua na tunaiweka hapo only 24 hours, tunapasua makaa tunaweka ndani. 24 hours peke yake hiyo maji imekuwa piwa. Ile makaa imevuta sumu yote. Unaipitisha kwa kichungi, hiyo maji iko sawa. Usiweke nini ile water guard, chana hizo vitu. Pasua makaa. Sasa leo ukisikia mboga imepandwa kwa sumu, what do you do? Kama wale wanaishi hapa Nairobi, nyama huwezi kufanya hivyo. Mboga, nunua mboga zako pale, dip them in charcoal water only for 6 to 7 hours. Hiyo sumu yote imetoka. Amen? Ama hamjui hiyo? Chukua makaa, unaona hii makaa hii. Chukua activated charcoal kama unayo, ama makaa ya kawaida, pasua. Weka kwa maji, kwa ndoo, weka. Chukua sukuma zako, weka huko ndani. Only 6 hours, 7 hours. Hiyo sumu yote imevuta makaa. Hiyo mboga yako ni fresh, toa. Nyama haiwezi kufanya hivyo. Na hiyo ndio tofauti nilikuwa nataka kuambia huyu. Kwa hivyo si ndio nasema inaweza kuwa activated charcoal ama makaa ya kawaida. Si unaona hii nyumba tukipaka rangi tunaweka tu makaa hapa katikati, tunafunga dirisha zote, tunaenda usiku. Asubuhi hiyo harufu yote imeisha. Makaa imevuta. So makaa inafanya hiyo kazi. Kwa hivyo leo tuko na a lot of knowledge. Ati mboga zimepandwa kwa sewage. Unaweka tu kwa ndoo ya maji na unaweka makaa ndani. 6-7 hours. Hata ukiweka usiku ukiamka, hiyo mboga yako ni fresh. Unapika asubuhi, very fresh. Sumu yote imevutwa. Activated charcoal. Si unaona tuko na mambo mengi. Charcoal is the best. Kwa hivyo ukisikia mtu anaargue hata mboga zimepandwa kwa sewage, tunajua vile tunatengeneza mboga zetu bwana. Wewe wacha mambo yako. Tunapanda zetu organic farming. Kama kimekauka tunajaribu kutafuta zile ambazo ziko sawa, lakini kabla hatujakula tunaweka kwa ndoo ya makaa, inavuta sumu, alafu tunapika, inakuwa tu sawa. Mzee nataka kumaliza. Ina maana hata usikiki hata kwa YouTube. Haya, huyo ndio wa mwisho tunaomba. Just a bit. Nauliza hivi, ina maana ndio kwa maana inasemekana nyumba moja mtu hafai kulala nyumba ambayo iko na makaa. Jiko inatoa carbon. Hata hiyo nini nilisikia ufai makaa ya kawaida. Makaa ya kawaida kama imenini inaweza kumalizia oxygen okay, sijui, but inavuta uchafu mwingi. Makaa ni kama tu kitunguu pia inavuta. Tunaona hawa watoto wadogo kama huyo watumpatii hii madawa ile hospitali ya kukohoa, tunaweka tu kitunguu hapo. Na ingine tunaweka kwa socks. Sawa. Iko tu sawa mwalimu wangu. Asanteni sana, amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Neema ya Mungu iwafunike. Mungu azidi kuwalinda pamoja na familia zenu. Amen. Mungu awabariki na kazi zenu. Mungu awabariki biashara zenu halali. Mungu awasaidie muwe wawakilishi wake katika dunia ya giza. Mungu awabariki na malaika watakatifu wawalinde. Ahadi za Mungu ziwe juu yenu na familia zenu muondokapo. Mungu awabariki, murejeapo Mungu awabariki. Amina. Ya mwisho, Mungu awalinde na mabaya ya kila namna na awaandae kwa ajili ya ufalme wake. Amina. Tusimame. Umtetee Mungu duniani, ijapo pepo kali zavuma, mwambani pekee Bwana, dhambi ikisembe, usimame imara.
katika mwamba ndipo salamini tutasimama mle kitini cha enzi. Asanteni, tuombe. Baba na Mungu wetu, jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi tangia asubuhi mpaka sasa. Umetubariki na neno lako. Jina lako lipewe sifa. Endelea kutusaidia, endelea kutubariki. Asante kwa ujumbe uliotukirimia kipindi cha mwisho, historia ya dunia inapofungwa. Neema yako itufunike tunapoanza wiki nyingine. Utubariki, mapenzi yako yatimizwe. Kwa jina la Yesu tumeomba, amina. Asanteni sana. Maswali mengine sitajibu. The Truth Ministry, 3 Angels Messages.